Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ambapo mahojiano yalikuwa yakiendelea leo ndani ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu, usaili na maswali kwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka ACP Amin Mahamba umeweza kuhitimishwa ghafla leo, huku kesi ikiahirishwa ghafla. Hii imetokea baada ya mvutano mfupi lakini mkali kati ya Tundu Lissu na upande wa mashtaka kuhusu tofauti zilizopo kati ya maelezo aliyotoa polisi na ushahidi wake mahakamani. Mvutano huo ulianza pale wakili wa serikali Katuga alipojaribu kumtaka shahidi aeleze tofauti kati ya yale aliyoyaandika katika maelezo yake ya polisi na yale aliyoyasema mahakamani. Tundu Lissu alipinga mara moja. Aliwakumbusha majaji kuwa swali lake la awali lilikuwa ni iwapo shahidi huyo alishawahi kueleza sababu za tofauti hizo. Tundu Lissu alisisitiza kuwa iwapo shahidi angeanza kutoa ufafanuzi wa tofauti hizo sasa, hiyo ingechukuliwa kama ushahidi mpya na hivyo angehitaji fursa nyingine ya kumhoji shahidi kuhusu ufafanuzi huo. Jaji Ndunguru alimtaka Katuga kubadilisha namna ya kuuliza maswali yake. Katuga alimtaka shahidi afafanue iwapo aliwahi kueleza sababu za kuwepo kwa tofauti kati ya maelezo yake ya polisi na ushahidi wake mahakamani. Safari hii Amin Mahamba alitoa jibu muhimu sana. Lakini kabla tuangalie jibu hilo, hakikisha umelike video hii. Baada ya kulike, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Safari hii Amin Mahamba alitoa jibu muhimu sana. Alikiri kuwa hakuwahi kueleza sababu za tofauti hizo. Hata hivyo, aliongeza kuwa majibu aliyotoa mahakamani yalitokana na namna alivyoelekezwa na mawakili wa upande wa mashtaka. Ukumbi wa mahakama ulikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Katuga alirudi kwenye kiti chake na kushauriana na wajumbe wengine wa timu ya mashtaka, akiwemo wakili mwandamizi wa serikali Ajuaye na wakili wa serikali Job Mrema. Baadaye alishauriana na mjumbe mwingine wa timu ya mashtaka kabla ya kusimama tena. Baada ya mashauriano hayo, Katuga aliwaambia majaji kuwa upande wa mashtaka umeamua kuhitimisha suala hilo hapo. Alisema wamelitafakari suala hilo na kwa maslahi ya mahakama hawana maswali mengine kwa shahidi. Jaji Ndunguru kisha alimjulisha rasmi ACP Mahamba kuwa amehitimisha utoaji wa ushahidi wake na yuko huru kuondoka. Baada ya hapo shahidi aliondoka ukumbini. Hii ilihitimisha mahojiano ya muda mrefu ambapo Tundu Lissu alimhoji kwa kina Amin Mahamba kuhusu uchunguzi, madai ya vitisho, video ya Jambo TV, utunzaji wa ushahidi, haki za kikatiba na matukio yanayohusu uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Moja ya masuala makuu katika mfululizo wa maswali hayo ilikuwa ni iwapo ushahidi wa shahidi mahakamani ulivuka mipaka ya yale aliyokuwa amerekodi awali katika maelezo yake ya polisi. Tundu Lissu alionyesha mara kwa mara matukio ambapo Amin Mahamba alikiri kuwa taarifa alizowasilisha mahakamani hazikuwemo katika maelezo yake ya awali. Upande wa utetezi pia ulimhoji shahidi kuhusu ushahidi unaodaiwa kumuhusisha Tundu Lissu na kuchapishwa kwa video kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Amin Mahamba alisisitiza kuwa Lissu ndiye aliyekuwa na jukumu, lakini wakati wa kuhojiwa na upande wa utetezi alikiri kuwa hakuweza kudhibitisha iwapo Tundu Lissu alifanya kazi Jambo TV, aliendesha kamera zake au alikuwa na uwezo wa kufikia akaunti ya YouTube ya kituo hicho. Upande wa utetezi pia ulihoji uhalali wa uchunguzi kuhusiana na ushahidi wa video. Amin Mahamba alikiri kuwa wachunguzi walitazama video iliyokuwepo mtandaoni badala ya kuchunguza moja kwa moja nakala iliyohifadhiwa kwenye kadi ya kumbukumbu na flash disk zilizokusanywa wakati wa uchunguzi. Tundu Lissu alihoji ni kwa namna gani shahidi huyo angeweza kueleza kwa uhakika yaliyomo kwenye vifaa hivyo vya kuhifadhia taarifa ilhali yeye mwenyewe hakuwahi kuvitazama. Shahidi huyo alirejelea taarifa kutoka kwa wachunguzi wengine. Hilo likawa suala lingine la mabishano katika hoja za upande wa utetezi kuhusu mnyororo wa ushahidi. Tundu Lissu pia awali alimhoji Mahamba kuhusu watu waliodaiwa kukamatwa kwa kupanga au kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi. Shahidi alithibitisha kuwa baadhi ya washukiwa walikamatwa, walidaiwa kutoa maelezo ya maandishi na baadaye waliachiwa huru baada ya wachunguzi kupitia majalada yao. Tundu Lissu alitumia ushahidi huo kuhoji sababu za watu waliotuhumiwa kuandaa vurugu kuachiwa huru wakati yeye aliendelea kushikiliwa na kukabiliwa na shtaka la uhaini.
Pia alihoji kuhusu vifo vilivyotokea wakati wa vurugu za Oktoba mwaka 2025 na iwapo maafisa wa ngazi za juu wa usalama waliwajibishwa. Amin Mahamba aliendelea kuielezea mahakama kuwa hakuwa na uhakika iwapo hatua za kinidhamu au za kisheria zilichukuliwa dhidi ya maafisa hao. Sehemu nyingine muhimu ya kuhojiwa kwa shahidi leo ilihusu marekebisho ya katiba. Tundu Lissu alimhoji shahidi kuhusu tume zilizopita zilizopendekeza mabadiliko ya katiba ikiwemo mchakato wa Warioba, na akasisitiza kuwa madai ya katiba mpya na marekebisho ya uchaguzi yamekuwepo nchini Tanzania kwa miongo kadhaa. Amin Mahamba alirudia kusema kuwa hakuwa na taarifa kuhusu ripoti kadhaa ambazo Tundu Lissu alizitaja. Lissu pia alitaja matamko ya kimataifa kuhusu kuzuiliwa kwake, lakini Amin Mahamba alisema hakuwa na taarifa kuyahusu. Hivyo upande wa utetezi ulitumia muda mwingi wa kuhoji shahidi leo kupima uelewa wake kuhusu mazingira mapana ya kisiasa na kisheria yanayozunguka kesi hiyo, huku pia ukipinga ushahidi mahususi uliotumika kumhusisha Tundu Lissu na makosa hayo yanayodaiwa. Baada ya Amin Mahamba kuondoka mahakamani, upande wa mashtaka uliwaambia majaji kuwa yeye ndiye alikuwa shahidi pekee waliyemleta siku hiyo. Wakili wa serikali ajuaye aliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo hadi siku iliyofuata, yani siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi huu wa Agosti mwaka huu 2026, ambayo ni siku ya kesho. Hata hivyo, Tundu Lissu alionyesha wasiwasi na kukataa kuhusu kasi na mwenendo wa kesi hii. Aliwakumbusha majaji hao watatu kwamba hapo awali kulikuwa na agizo lililolitaka upande wa mashtaka kuleta mashahidi wawili au watatu kwa wakati mmoja. Lissu alihoji iwapo agizo hilo lilikuwa limefutwa. Tundu Lissu alidai kuwa kesi hiyo tayari imechukua muda mrefu sana mahakamani na kusema ucheleweshaji huo sasa hivi haukusababishwa na yeye au timu yake ya utetezi. Aliambia mahakama kuwa wakati kesi hiyo ikiendelea kwa kasi ndogo sana, mfano leo tu kufikia saa 7 mchana kesi tayari imeisha, Tundu Lissu alibaki gerezani licha ya kusisitiza mara kwa mara kuwa hana hatia na kesi yake inaendelea polepole sana. Kwa hiyo Tundu Lissu aliutaka upande wa mashtaka kuleta mashahidi wa kutosha kuanzia siku inayofuata ili kesi hiyo iendelee kwa kasi zaidi. Hatimaye mahakama iliahirisha kesi hiyo hadi kesho asubuhi mnamo tarehe 13 siku ya Alhamisi mwezi huu wa Agosti mwaka 2026. Ina maana sasa mwelekeo utaondoka kwa ACP Amin Mahamba ambaye amekamilisha ushahidi wake na kuelekea kwa mashahidi wa pili wa upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini. Kwa upande wa utetezi, hata hivyo, hitimisho hili la sasa hivi la leo lilikuwa muhimu kwa sababu ushahidi wa Mahamba ulimalizika baada ya upande wa mashtaka kushindwa kutoa ufafanuzi zaidi wa tofauti kati ya maelezo yake ya awali ya polisi na ushahidi wake mahakamani. Na huku Tundu Lissu akiendelea kupinga ushahidi wa upande wa mashtaka akiwa rumande, mashahidi wajao wanatarajiwa kuchunguza kwa kiwango sawa kesi itakaporejea siku ya kesho.